ambapo miili ya baba zetu imelala kwa ajili ya kuwaombea Mwashamba Baba Askofu pamoja na mapadri na waamini. Tutaanza na utangulizi ambao utatolewa na Mwashamba Baba Askofu. Tutasikia baada ya hapo Injili kadiri ya Yohane. Baada ya hapo Baba Askofu atupatia tafakari fupi. Baada ya tafakari hiyo tutamwalika kiongozi wa nyimbo atuongoze kwa huo wimbo unaoelekezwa kurasa wa 6, wape Bwana raha ya milele, mwanga wa milele uangazie. Baada ya hapo tafuata litania ya marehemu, na baada ya hapo, baada ya litania hiyo na sala zake, tutahitimisha kwa wimbo wa Mama Bikira Maria kadiri ya mwongozo ulio kwenye kitabu chetu. Karibuni. Yetu ni katika jina la Bwana. Aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunawakumbuka ndugu zetu marehemu mapadi na maaskofu wa jimbo letu la Moshi waliotutangulia. Hawa wanaungana nasi si tu katika kuzaliwa kimwili, bali pia kuzaliwa kiroho katika Kristo. Nia yetu ni kuwakumbuka marehemu wote katika kanisa, tukiwaombea waunganike na ushirika wa watakatifu mbinguni, yaani mwili wa fumbo wa Kristo. Yesu mwenyewe alitakatifuza hali zetu za kibinadamu alipozaliwa na kuunganika na ukoo wa babu yetu Ibrahimu. Mwenyezi Mungu hawakusanye wana wa ushirika huu mtakatifu wa Kristo, na kwa maombezi yetu awape rehema, wapumzike kwa amani. Amen. Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, wewe ulimuumba mwanadamu aishi katika jumuiya ya familia, na hivyo kwa njia ya kifo na ufufuko wa Yesu Kristo ukamwinua ashiriki heri za mashujaa wa msalaba katika ule mji mtakatifu wa mbinguni. Yeye Kristo huangaza na huisha kila mshirika aliyemwamini wa jumuiya ya kanisa lake hapa duniani kwa kifo na ufuko wake. Basi tunakusihi Bwana, kwa maombezi yetu uwahurumie ndugu zetu mapadri waliolala katika makaburi haya, uwafikishe katika raha yako ya milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Somo la Injili takatifu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ee Bwana. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, mimi ndimi ufufuo. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuko na uzima. Yeyote aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo,
mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Neno la Bwana. Ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Wapendwa mapadri, kwa watu ambao wamepata mafundisho yale ya leo, inakuwa ni rahisi zaidi kumwelewa hata Yesu hapa anaposema nasema yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Ni ufufuo na uzima, lakini aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Ajapokufa atakuwa anaishi. Ni swala la imani hapa. Imani ina nguvu kubwa sana. Imani ina nguvu kubwa sana. Hata hapa inaguza hata waliolala hapa. Wamekufa lakini wanaishi. Wawe wanaishi katika ile hali aliyotufundisha Padri kwamba ni roho iko mbinguni, au wanaishi katika kutakaswa lakini bado wanaishi katika Kristo. Maana hata kule kutakaswa ni kwa huruma ya Kristo tu wako pale, na pale ni mahali pa matumaini na mahali pa heshima kubwa sana, maana hawajafa, bado wanaulishwa na kusindikizwa na uzima wa Kristo mfufuka. Kumbe ni vizuri na sisi tujiweke vizuri kweli kuweza kuamini ukuu wa imani yetu kwa Yesu. Tunapomwamini Yesu kwa dhati, yani inaondoa mambo mengi sana. Sijui nitashindwa, sijui nitashinda, sijui nitashinda, sijui nitakufa, sijui nitakapokufa nitakuwa wapi. Yani sisi tuamini tu kwa dhati kwa Mungu mkuu, kwa upendo wote na matumaini yote, kama walivyofanya hawa baba zetu hapa. Naamini walikuwa ni watu wa imani kuu kwa Mungu, na ndio inayofanya kanisa linahangaika. Hebu angalia huo umati wa mapadri ulioko hapa. What is so special today here? Huu umati wa mapadri umetoka hapa, umekuja hapa nini? Tunaungama imani ya hawa. Tunaungama imani yetu, lakini tunasukumwa na imani tuliyoiona hapa kwa hawa watu. Hawawezi kubaki hivi. Ni kaka zetu, ni baba zetu. Wako tu mahali pa matumaini. Wako mahali pa heri, wanatuombea na sisi tunakwenda huko. Kumbe niombe tu, imani ni fadhila yenye nguvu sana. Kwa bahati mbaya sana mapadri, hata ukiuliza hata kanisani, hata kwa haraka, hata umeenda tu retreat mahali, kwa watao nauliza taja fadhila za kimungu, kuna mahangaiko makubwa. Fadhila za kimungu, imani, matumaini, mapendo, ni kuhangaika vibaya sana. Lakini laiti tu tungefahamu jinsi kanisa lilivyo na hekima, lilivyosema kwamba hizi ni fadhila za kimungu. Sijifunze tu, zimeweka cement, zimeweka msingi kabisa ambao yani hapo zinakuchukua kila upande, unamtafakari tu Mungu katika umilele wake, katika mafumbo yake ya ajabu, katika utendaji wake. Lakini hebu tujitahidi kuanzia na sisi wenyewe, tujiimarishe sana, tujifunze na tuombe Mungu Roho Mtakatifu atuinue katika uelewa wa fadhila hizi kuu za kimungu: imani, matumaini na mapendo. Na zinabebana. Kama kuna imani ambayo ina matumaini imekufa, maana sasa sisi tunaishi kwa matumaini, mahujaji katika matumaini. Sasa imani ambayo ina mapendo, sasa unaamini ambacho ukipendi, utaamini mpaka lini? Utaishiwa na nguvu tu. Kwa hiyo tufanye tafakari pia za hizi fadhila tatu kuu za kimungu, lakini turudi kwenye fadhila ya kwanza ya kimungu. Tuwaimarishe watu katika imani kwa Kristo aliyeteswa akafa akafufuka kwa ajili yetu, na yuko pamoja na sisi, anatenda. Anadai tu tumwamini ipasavyo na tutende anavyotualika tutende.
tuendelee kuwaombea hawa ndugu zetu. Kama kuna madhaifu, kuna madoa ya hapa na pale, kama tulivyofundishwa siku hii ya leo, kwa huruma ya Mungu mkuu bado amewapa nafasi, anawatakasa ili aweze kuwaingiza sasa kuwapokea katika ule mji ambapo kitabu kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 21, 22 imesema hakuna chochote chenye doa kitakachoingia katika ule mji mtakatifu ambao taa yake ni mwana kondoo wa Mungu. Tumuombe huyu mwenye huruma, huyu Mungu mwenye huruma, huyu ambaye anaishi sasa na hata milele, apende kuwaonea huruma kwa njia ya sadaka takatifu za misa tunazotolea mara kwa mara kwa ajili yao, kwa njia ya mateso yetu pia binafsi ya uchungaji huko, mahangaiko yetu mbalimbali katika maisha ya jumuiya, katika maisha ya parokia tunayoyatolea kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya sala zetu za daima. Lakini pia ni waombe mapadri. Lile zoezi la kutembelea makaburini linapotea. Sasa mimi nakumbuka tukiwa wadogo, lile kaburi la Kibosho tulikuwa tunateremka pale, limejaa. Sasa siku hizi sijui anaotesha huko, sijui ni mahindi, sijui ni maharagi. Sasa na baba paroko yuko hapo tu jamani. Sasa nikasema ningekuwa mimi paroko hapa ningefufua. Kwanza ningetoa amri kwamba watu 100 wazikwe hapa kwa haraka kwa mwaka huu, ili nipate mahali pa kuanzia ule msalaba. Yani niombe hata wale vijana wetu wanaosoma Roma watupelekee ile msalaba likubwa kama walionunua parokia ya kule, umeliona wapi? Parokia ya hapo Pasua ameleta ile msalaba likubwa kabisa la kuweka pale altareni. Sijui kama parokia itaweza kubeba. Padri ambali wamelinunua liko pale. Nikasema ningeomba hivyo likae pale katikati, litangaze kwamba hapa ni mahali maalum. Kuna watu walioko mbinguni, kuna watu ambao wamepita hapa ndio wametufundisha imani. Sasa mapadri, kweli mimi ninaogopa vitu vingi mno. Maybe we are not responsible enough. Maybe we are not responsible enough. Maybe we are not also making deep meditation and think of our apostolate, how high it is, how many things we are supposed to do. Kweli mapadri, kweli mimi sizungumzi tu hapa paroko wa sasa, na watu waliotangulia walikuwa wapi? Pale ni uwanja wa ng'ombe. Kweli ni sawa. Na sio Kibosho, ni makaburi yote. Wana watu hawaziki tena. Lakini nyinyi kama mapadri, kwa nini msifanye tu? Yani kuna namna ya kufanya na itakuja tu naturally. Watu wazikwe kule ili tupate mahali pa kwenda kusali pia, na tupate mahali pa kuheshimu kanisa. Yani mambo ya kanisa, mambo matakatifu ya kanisa yaheshimiwe. Sasa tukikosa makaburi, siku ya tarehe 2 tutakwenda wapi kusali? Tumsifu Yesu Kristo mapadri. Sifu
Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Yesu utusikie. Yesu tusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu Utuhurumie. wahurumie ndugu zetu. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu Wahurumie ndugu zetu. Roho Mtakatifu, Mungu Wahurumie ndugu zetu. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja. Wahurumie ndugu zetu. Yesu uliyekufa msalabani, Wahurumie ndugu zetu. Yesu uliyefufuka kwa utukufu, Wahurumie ndugu zetu. Yesu nguvu ya wanaozimia, Wahurumie ndugu zetu. mlango wa uzima na tumaini letu. Wahurumie ndugu zetu. Waokoe e Bwana kwa mateso na msalaba wako. Waokoe Bwana. Kwa kutolea uzima wako. Waokoe Bwana. Kwa kumwaga damu kwa ajili yetu. Waokoe Bwana. Kwa kuwa sadaka ya kutukomboa. Waokoe Bwana. Twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Sisi wakosefu. Twakuomba utusikie. Uwatimizie na uwapokee katika ufalme wako. Twakuomba utusikie. Tupate kutubu dhambi zetu. Twakuomba utusikie. Tupate kusameheana. Twakuomba utusikie. Tupate kukusadiki wewe. Twakuomba utusikie. Tupate kukutumainia wewe. Twakuomba utusikie. Tupate kukupenda wewe. Twakuomba utusikie. Tupate kuishi ndani yako. Twakuomba utusikie. Marehemu wote wapate kuishi kwako, wapumzike kwa amani. Marehemu Padre Tadeus Matanda Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Joseph Ngaleyaki, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Alphonse Mtana, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Pantaleo Msalaka, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Paul Gikerinau, Apumzike kwa amani. Marehemu Askofu Joseph Kilasara, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Paul Kirote, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Peter Muchi, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Barnabas Kiwera, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Joseph Ndesangio, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Alois Shauritanga, Apumzike kwa amani. Marehemu Askofu Joseph Spendi, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Kasmiri Lekule, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Paul Kibwana, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Richard Urio, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Lucas Masawe, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre John Lelo, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre John Kifungumali, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Antoni Njau, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre William, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre John Koyanga, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Peter Ndeonakazi, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Agustini Mashare, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Bartolome Masanju, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Simoni Ndelika, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Boniface Malia, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Valerian Temu, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Alex Kiwori, Apumzike kwa amani. Marehemu Monsignori Salvatore Ndetiko, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Venansi Seenga, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Deobaldi Kiambo, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Joakim Mipale, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Barnabas Seia, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Agustino Mringi, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Ulrich Mkenda, Apumzike kwa amani. Marehemu Monsignori Agustino Nyong'o, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Adolf Ndesamo, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Ambrose Yaloechi, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Serafini Maho, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Adrian Mateo, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Seferini Njuu, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Leonardo, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Benedict Ndimoni, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Theobald Msambure, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Jerome Kusare, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Amandu Surasa, Apumzike kwa amani. Marehemu Padre Pascal Mwenda,
sala. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Datade Malikia. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Baltazari Salema. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Daudi Ndechilio. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Stefano Mati. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Marco Riwa. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Joakim Msaki. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Fadli Mdemaki. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Yohana Masao. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Ruto Mtashi. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Jafari Mdemse. apumzike kwa amani, Marehemu Monsignor Augustus Sikwembe. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Agustino Romusi. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Apolinari Sikilasara. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Isidori Kilasara. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Pauli Shayo. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Alois Kinyange. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Prosper Salei. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Alois Silelu. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Michael Momburi. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Efrem Mapendano. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Deodatus Kaunare. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Peter Lewanga. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Victorino Riziki. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Bonaventura Sambaka. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Luka Mashauri. Marehemu Padri Peter Masambuko. Marehemu Padri Simoni Kimba. Marehemu Padri Emmanuel Mushi. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Evaristi Laswai. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Pantaleo Kitali. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Agapiti Amani. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Alosi Maridadi. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Eliza Lawani. Marehemu Padri Alexander Tenayo. apumzike kwa amani, Marehemu Padri Noel Mulia. Marehemu Padri Siku Mwanangu. Marehemu Padri Mungu Mchungaji. Marehemu Padri Jimmy Kakidoi. Marehemu Padri Fred Mleu. Marehemu Padri Eugeni Mato. Marehemu Padri Mdoja Basala. Taitikia waombee marehemu wetu. Maria Mtakatifu uliyepalizwa mbinguni, kimbilio la wakosefu, tulizo la wenye uchungu, Yosefu Mtakatifu, Mikaeli Mtakatifu, watakatifu wote wa Mungu, taitikia uwajalie pumziko la milele. Bwana kondoo wa Mungu ondoaye dhambi za ulimwengu. Bwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za ulimwengu. Bwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za ulimwengu. Kristo utusikie, Kristo utusikilie. Bwana utuhurumie. Sasa tusali kwa imani kuu kama Bwana alivyotufundisha kusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Na mlango wa Jehenamu usiokoe roho zako, e Bwana, wapumzike kwa amani. E Bwana, usikilize sala yangu na mlio wangu ufikie. Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, uliyeshinda kaburini siku tatu, umeyatakatifuza makaburi ya wote wa kuaminio na kutuongezea tumaini letu la ufufuko.
uwajalie hawa ndugu zetu watumishi wako, mapadri na maaskofu waliolala katika maeneo mbalimbali hapa tulipo na mahali pengine, wapumzike kwa amani mpaka utakapo waangazia siku ya kuwafufua, na katika nuru ya uso wako waone mwanga wa milele. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Oh
Bwana
mapumziko ya daima ya wapendwa wetu. Tuwakumbuke pia wengine wote waliolala katika maeneo haya, hasa wazazi wa mapadi wetu tuliowasindikiza hivi karibuni, hasa na hawa ambao wamechukuliwa katika wimbi hili la siasa. Tumwombe Mungu mwenye huruma awasamehe, awashirikishe pumziko la milele. Lakini pia tuwaombee na wengine wote ambao wataitwa hata siku hii ya leo kwa namna moja au wengine, waweze kupata pumziko la milele kutokana na sala zetu. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria malkia wa kanisa, Mtakatifu Yosefu, roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Mapadi wote naomba tuwabariki baba zetu waliolala hapa, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe pamoja nanyi kwa jina la Kristo mfufuka. Amina. Tuandamane, turudi, tuandamane kwa amani.